Ujumbe mkali kutoka kwa God Bless Lema umemweka Samia Suluhu pabaya. Ni baada ya Simbachawene kufukuzwa kama mbwa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Mshtuko haukutokana na uamuzi wa kumwondoa waziri, bali sentensi chache zilizowekwa mitandaoni na mwanasiasa aliyezoeleka kwa kuumiza mfumo wa maneno machache yenye picha nzito. Kauli ya God Bless Jonathan Lema, aliyewahi kuwa mbunge wa Arusha mjini na mmoja wa wakosoaji wakali wa utawala wa Chama cha Mapinduzi, lililipuka mtandaoni kama kioo kilichovunjwa katikati ya ukumbi wa siasa. Ilikuja mara tu baada ya kuondolewa kwa Boniface George Simbachawene katika baraza la mawaziri na Rais Samia Suluhu Hassan, ikitoa taswira iliyotaja majina moja kwa moja lakini iliyoeleweka kwa uzito wake. Mfano wa samaki aina ya jellyfish, kiumbe anayeishi kwa mamilioni ya miaka bila ubongo, uliingia kwenye mjadala wa kitaifa kama hukumu ya kisiasa juu ya mfumo mzima wa uongozi. Na kwenye ujumbe wake fupi alisema kuwa licha ya kutokuwa na ubongo, samaki aina ya jellyfish wamefanikiwa kuwepo na kuishi hapa duniani kwa miaka zaidi ya milioni 650. Hili linawapa watu wengi sana matumaini, na haswa CCM. Hapa alisema kwamba huenda watu ama wana CCM hawana ubongo. Kwa nje, kauli hii ilionekana kama kejeli ya kawaida ya mwanasiasa wa upinzani, lakini ndani yake ilibeba mzigo wa historia ndefu ya siasa za Tanzania, ambako utii wa chama mara nyingi umepewa uzito kuliko uwajibikaji wa kiongozi kwa wananchi. Jellyfish haikuletwa kama mnyama wa baharini, bali kama ishara ya mfumo unaweza kuendelea kuwepo bila tafakuri, bila ubunifu na bila kujali mateso ya walioko chini yake, mradi tu mzunguko wa madaraka unaendelea. Ndani ya mantiki hii, kuondolewa kwa Simbachawene hakukuonekana kama tukio la mtu binafsi, bali kama kipande kidogo cha mchezo mkubwa wa mamlaka. God Bless Lema amejijengea historia ya kutumia lugha ya picha, kejeli na mifano isiyo ya kawaida ili kuvunja ukuta wa hofu na ukimya. Na katika miaka yake ya siasa ameshuhudia kukamatwa, kufunguliwa mashtaka na kulazimika kuondoka nchini kwa nyakati tofauti kutokana na msimamo wake mkali. Kauli yake ya jellyfish iliingia katika muktadha huo wa mapambano dhidi ya kile anachokiona kama mfumo usiojali maoni ya raia. Alilenga Simbachawene kama mtu, ama haikulenga Simbachawene kama mtu, bali lihoji kwa nini viongozi hubadilishwa bila mabadiliko ya sera, bila uwajibikaji na wazi, na bila mjadala mpana wa kitaifa. Kuondolewa kwa Simbachawene kulikuja wakati ambapo Watanzania wengi walikuwa wameweka matumaini kwamba mabadiliko ya baraza la mawaziri yangekuwa zaidi ya kubadilishana majina. Na tangu Samia aingie madarakani, kulikuwepo matarajio ya kurejea kwa uwazi wa kisiasa, kuheshimiwa na kwa haki za kimsingi, na kupungua kwa matumizi ya nguvu za dola dhidi ya wakosoaji. Ingawa kulikuwa na ishara za awali za kulegeza baadhi ya misimamo, matokeo yaliyofuata yaliendelea kuonyesha nguvu ya mfumo ule wa chama tawala, ambapo maamuzi makubwa hubaki juu ya sauti za chini ya zingii kwenye meza ya uamuzi. Katika historia ya siasa za Tanzania, kuondolewa kwa mawaziri si jambo jipya, lakini kuondolewa kwa Simbachawene kidogo ilikuwa swala la siasa. Manake ilitokea baada ya Simbachawene kuonyesha dalili ya kufanya marekebisho katika taasisi ya usalama, ambapo alikuwa anaonya askari kutotumia nguvu kupita kiasi na vilevile kukoma kuwateka watu, na wakati wanaenda kuwakamata washukiwa waende jinsi katiba ya Tanzania inavyoagiza, wasije wakaenda wamejifunga kama maninja, ishara inayozua hofu katika familia za wale ambao wanashikwa. Ni swala ambalo limewakasirisha wengi ya Watanzania, kwamba waziri ambaye alikuwa anatetea maslahi ya raia dhidi ya nguvu ya dola, siasa ikaingilia kati na Samia Suluhu akamuondoa na kumtengua kwenye nafasi yake.
Hata hivyo, kilichofanya tukio la Simbachawene livutie zaidi ni mazingira yaliyozunguka. Kulikuwa na mjadala mpana kuhusu mwenendo wa vyombo vya dola, haki za raia na matumizi ya mamlaka ya usalama. Ndani ya mazingira hayo, kauli yoyote ukosoaji ilionekana kugusa hisia zilizokuwa tayari zimejaa maswali. Kauli ya Lema ilipata nguvu zaidi kwa sababu ilitolewa kupitia mitandao ya kijamii, jukwaa ambalo limekuwa mbadala wa mikutano ya hadhara iliyodhibitiwa. Instagram, X na majukwaa mengine yamekuwa mahali pa mjadala wa kisiasa usio na mipaka, huku vijana wakitumia lugha ya picha na mifano kueleza hasira na kukata tamaa. Ndani ya dakika chache, mfano wa jellyfish ulianza kutafsiriwa, kuchambuliwa na kupingwa, ukionyesha mgawanyiko wa kisiasa uliopo nchini. Wafuasi wa CCM walichukulia kauli hiyo kama dharau kwa viongozi waliotumikia taifa, wakisisitiza kuwa rais ana mamlaka kamili ya kufanya mabadiliko kwa maslahi ya utendaji wa serikali. Kwao, kuondolewa kwa waziri ni sehemu ya nidhamu ya kazi na si ushahidi wa kushindwa kwa mfumo. Hoja hii imekuwa ikitumika kwa miaka mingi kulinda maamuzi ya juu dhidi ya ukosoaji wa umma, na ndani ya hoja hiyo mfumo unabaki salama na lawama ubaki kwa mtu mmoja aliyebadilishwa. Hata hivyo, upande wa pili wa mjadala uliangalia mbali zaidi ya tukio moja. Waliona kauli ya Lema kama kioo kinachoonyesha uhalisia wa siasa za Tanzania, ambapo mabadiliko ya watu hayaleti mabadiliko ya sera na uwajibikaji wa kweli ubaki nje ya mfumo. Walikumbuka historia ya chaguzi zenye dosari, maandamano yaliyodhibitiwa kwa nguvu na sheria zilizotumika kupunguza uhuru wa vyombo vya habari na asasi za kiraia. Ndani ya muktadha huo, jellyfish haikuwakilishwa ama hakuwakilisha mtu, bali tabia ya mfumo unaoishi kwa mazoea bila kutumia akili sawa. Mjadala upi uliibua swali pana la nafasi ya ukosoaji katika demokrasia ya Tanzania, na katika miaka hivi karibuni wakosoaji wa serikali wamekumbana na mazingira magumu, kuanzia kufungiwa kwa mikutano hadi kukamatwa kwa tuhuma za uchochezi. Kauli ya Lema, kwa kuwa ilikuwa ya picha na si ya moja kwa moja, ilionekana kama mbinu ya kukwepa makali ya kisheria huku ikifikisha ujumbe mzito. Hili linaonyesha jinsi lugha ya kisiasa imebadilika kuwa ya kificho, ishara kwamba hofu bado ina nafasi ndani ya mjadala wa kitaifa. Na kwa mtazamo wa kihistoria, Tanzania imekuwa ikijitambulisha kama nchi ya utulivu na mshikamano. Hata hivyo, utulivu huo mara nyingi umejengwa juu ya ukimya kuliko mjadala, na mfumo wa chama kimoja uliowahi kutawala kwa miongo kadhaa uliunda utamaduni wa kuheshimu mamlaka kuliko kuhoji. Ingawa mfumo wa vyama vingi ulirejeshwa, mizizi ya utamaduni huo haikutoweka. Kauli ya jellyfish ilibua kumbukumbu hizo, ikikumbusha kwamba demokrasia si uwepo wa uchaguzi pekee, bali pia ni uwezo wa wananchi na viongozi kukosana kimawazo bila hofu. Athari za mjadala huu zimevuka mipaka ya tukio lenyewe. Mashirika ya haki za binadamu na wadau wa kimataifa wamekuwa wakifuatilia kwa karibu mwenendo wa siasa za Tanzania, hasa kuhusu uhuru wa kujieleza na uwajibikaji wa serikali. Na kila tukio la ukosoaji linalopata mvuto mkubwa mitandaoni huongeza shinikizo la kimataifa, hata kama kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Na ndani ya mazingira hayo, kauli ya Lema imekuwa sehemu ya simulizi pana kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini. Mwisho wa mjadala huu hauko kwenye nani yuko sahihi au nani amekosea, huko kwenye ukweli kwamba sentensi moja iliyofungwa kwenye mfano wa kiumbe wa baharini imeweza kufungua mjadala mpana kuhusu uongozi, uwajibikaji na maana ya mabadiliko. Na Tanzania inapokaribia siku zijazo, ishara hizi ndogo za ukosoaji zinaonyesha kiu ya wananchi ya kuona zaidi ya mabadiliko ya nyuso. Ukimya, uoga na kuridhika na hali ilivyo vinaweza kuendeleza mfumo unaoishi bila ubongo wa uwajibikaji. Hatma ya taifa itategemea kama mjadala huu utabaki mitandaoni au utageuka kuwa msukumo wa kudai uwazi, heshima ya sauti tofauti na uongozi unaoishi kwa sababu ya wananchi, si licha yao. Ndio hayo tuliokuandalia hapa kutoka Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea habari jinsi
zilivyo bila kupindisha wala kuegemesha upande wowote. Zidi kutufuata kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.